Mama Ida hoye! Mama Ida hoye! Rais wetu William Samoei Ruto hoye! Yeye ni nini? Wacha nichukue fursa hii ya kipekee kuweza kumpatia kongole mama yetu Mama Aida. Tunajua Mama Aida alimpoteza mume wake, na rais wetu Daktari William Samoei Ruto, jamani, mgala muwe haki yake umpe. Amekaa chini akafikiria, huyu mjane katika safari yake hii nitamliwaza na jambo gani? Wallahi paka nasikia kulia. Akahakikisha amemstiri mjane yule, amemweka Mama Aida mahali pazuri. Mama Aida anaenda kutuwakilisha kule UNEP, na sisi tunamwambia rais, hatukuna cha kukupa, hatuna cha kukupa isipokuwa sisi kama wapwani tukuunge tu mkono kabisa, tukuunge tu mkono. Tukiangalia sisi ni watoto wajane, lakini umeamua kusema huyu mama yenu nitampatia mahali aweze kushikilia na yeye ajisikie, na kila siku mwenye kusaidia mjane atapata fadhila yake kwa Mwenyezi Mungu. Yani Mheshimiwa Rais, ile shukrani sisi tuko nayo kama kina mama wa pwani. Yani jana tu kutangaza hivyo, wakina mama wamekongamana hivi, na wengine bado wanakuja. Timu bado zinakuja, wanasema hatujawahi kuona rais mwenye roho ya huruma kama Daktari William Samoei Ruto. Mheshimiwa Rais, sisi tutakushikilia mkono. Mimi nataka nizungumze kwa niaba ya MCAs wenzangu wa Mombasa County. Kwa kweli hii siku ya leo ni siku ya furaha sana. Tumekaa tumesikia mino, lakini leo, siku hii ya leo, tumeitwa hapa na Mheshimiwa Mishi kwa ghafla na bwana gavana, lakini tumekuja wengi kwa muda mfupi sana. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, huu mwenendo anaokwenda, jamani, anatuweka Wakenya pamoja. Anatuweka pamoja Wakenya pamoja. Na mimi nasema kama mama, nimefurahishwa sana na kazi yake ambayo anaifanya. Leo hii amemtambua Mama Ida, mama mjane, mama ambaye amejenga kina mama wa Kenya, mama ambaye ni mpenzi wa kina mama wa Kenya, mama ambaye amezungumzia ajenda za kina mama wa Kenya. Leo hii ametambuliwa kama mama ambassador. Si ni raha jamani kina mama? Ni raha, si raha. Na mimi nasema William Ruto ametuunganisha, ametubeba. Je, sisi tutamlipa nini jamani? Ametupa nafasi nyingi. Ametupa nafasi nyingi. Na mimi nasema kwa niaba ya wenzangu, sisi tuko ndani ya broad base tukiongozwa na waziri wetu Hassan Ali Joho. Na sisi tunasema sisi tunawajenga wenzetu, lakini na sisi pia tunakuja, tunahitaji watujenge. Sisi tunasema kama wapwani, Joho wetu pia siku moja atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Si Joho anaweza? Kama ametufanya wapwani tunatambuliwa, tunaheshimiwa, tunaheshimika, tunatajwa, tunaogopewa, kwani tunangoja nini? Sisi tunamwambia kwani shingapi kuwa rais wa Kenya Joho? Kwani shingapi kuwa rais wa Kenya Hassan Joho? Kwa hivyo tunasema tunaweza 2032, na sisi tutakuwa pale na tutahakikisha Hassan Ali Joho amekuwa president wa Jamhuri ya Kenya 2032. Inshallah. Sana, Mwenyezi Mungu atubariki sote. Amina. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kwa kutambua umoja wa kitaifa ambao waliuanzisha baina yake yeye na hayati mwenda zake Baba Raila Amolo Odinga. Mwenyezi Mungu asimame na wewe William Samoei Ruto kwa kuweka ahadi ambazo uliziweka baina yako wewe na baba. Na tunakupongeza kwa kumchukua Mama Ida Betty Odinga, kumpatia fursa ambayo itamjenga mwanamke katika Jamhuri ya Kenya. Tukitambua juhudi za mama mjane ambaye amesimama na wanawake katika Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa William Samoei Ruto,
kitu ambacho umekifanya kinadhihirisha umoja wa kitaifa ambao haujawahi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Kenya. Na sisi tukitoka jimbo la Kwale kama wanachama wa ODM haukupata kura mwaka wa 2022 Kwale County, lakini tunakupatia ahadi yetu. Tutasimama na wewe kwa sababu umeamua kujenga nchi hii bila kuangalia kabila, rangi wala dini, ikizingatiwa kwamba tunaye Waziri Hassan Ali Joho, ambayo hiyo imeweka historia kwa mara ya kwanza. Tunampongeza deputy party leader wetu kwa kutupatia mwito sisi kuja katika ofisi yake, ambaye ni nadra sana watu kuingia hapa, lakini leo tuko hapa ndani. Tunakupongeza na tutasimama na wewe. Wewe ndio chama hapa Pwani ukishirikiana na Waziri Hassan Ali Joho. Tunamshukuru kijana wetu wa hapa Pwani ambaye yeye amekufa na chama cha ODM kutoka miaka chama kilipoundwa. Mheshimiwa waziri wetu Hassan Ali Joho amesimama na chama, na sasa hivi ile raha anayo. Jana alipigia hawa wanawake wote viongozi, akawaambia munaona maneno hayo, munaona matunda hayo. Ndio maana leo tumekuja kukongamana hapa kama wanawake viongozi, ni kama kutoka nyanjani mpaka kule ngazi za juu, tuweze kusema, tumwambie Mama Aida, Mwenyezi Mungu atasimama na wewe kila siku. Mwenyezi Mungu atasimama na wewe, na sisi wa Kenya, hususan wanawake wa Kenya, kila siku tutasimama na wewe Mama Aida. Tutakushika mkono, usione umeondokewa watoto wako. Tuko hapa Pwani nzima na Kenya nzima, sisi ni watoto wako. Mwisho kabisa niseme, mnawaona hawa viongozi wako hapa. Nyinyi wakina mama, tushikane mkono, tuzungumze kwa sauti moja. Mishi akiguswa, Fatuma Masitu ameguswa. Fatuma Masitu akiguswa, mama huku mashinani ameguswa, si ndio? Tukae safari moja. Hivi viti ni vingi, nikiona wanawake wanang'ang'ania viti. Si mnaona rais sasa hivi amepatia appointment Mama Aida. Kesho kutwa ni wewe, siku nyingine ni wewe, si ndio? Lakini lazima tushikane hii safari, tuende pamoja. Na kiti chama chetu cha chungwa lazima tushikane zaidi. Hata kama imesemekana kuwa vile baba Raila, yani kuna msemo wa Kiswahili unasema mti mkuu ukianguka ndege huyumba. Lakini mimi naomba wayumbe kwa dakika kidogo, alafu watu warudi chini, wakae, tujenge chama chetu. Sisi hatuna nyumba nyingine. Sisi hatuna nyumba nyingine, nyumba yetu ni ODM. Na lazima tuijenge ODM, tumeijenga miaka mingi. Hatuwezi kukubali sisi kama wanawake wa Pwani ODM isambaratike. Tutasimama kidete kama wanawake wa Pwani na wanaume wa Pwani, tuhakikishe chama chetu kimesimama imara. Na kama kuna mtu compromise, amepewa pesa, ameambiwa kaharibu chama cha ODM, tunasema ashindwe. Ashindwe na alegee.